والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له داع إلى رضوانه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله مخرج الناس من الظلمات إلى النور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذني الله وإياكم من البدع والضلالات اللهم آمين. إخوة الأفاضل، أولا أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجى المتقون. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ni kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, baada ya mashekhe kutangulia kuleta mihadhara mbele yenu, tumejaribu kuhusiwa juu ya yale yanayofungamana na mwezi wa Shaaban, lakini tukahusiwa juu ya mambo matano kabla ya matano, na tukahusiwa wosia unayefungamana na vijana au watoto juu ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia wosia mwingine ukatukumbusha juu ya haki na uadilifu. Baada ya kwamba yamezungumzwa yale ambayo ni ya muhimu, ambayo pengine ningepaswa na mimi kuyazungumza, ikaonekana kama vile nimefilisika kwenye maudhu. Basi nitazungumzia maudhu ambayo ni maarufu kwetu sisi na si ngeni kwetu sisi. Yawezekana leo ukapata baadhi ya faida ambazo tutazipata kupitia maudhu hii. Tutazungumzia man taraka almishyu tarakatuhu alafiya. Man taraka almishya tarakatuhu alafiya. Mtu akiacha kutembea, afya inamtoka, afya inamuacha. Atakayeacha kutembea, afya pia inamuacha. Sasa hivi watu wako katika hadhara na tamadun, na wanasema wanaenda na hali halisi ya dunia inavyokwenda. Kama dunia inavyokwenda spidi, na watu wanakwenda spidi kama dunia ilivyo. Leo usafiri wa mtu kufunga punda wake hapa kupeleka kwenda kuuza mahindi Singida mjini hakuna. Si ndio mlikuwa mnafanya hivyo Sheikh? Mtu anafunga punda wake hapa, anapeleka mahindi Singida mjini, anaenda kuuza, anatembea kwa mguu na fimbo yake. Wakati mwingine amesindikizana mpaka na mbwa wa nyumbani kwake, wanapeleka mahindi mjini. Lakini ikafika mahala wakaona punda wanachelewesha, wakaanza kununua mabaisikeli. Wakawa wanaenda mjini kwa baisikeli. Mara mwingine anarudi ameanguka njiani mara 3. Mwingine anarudi amepigwa na lipedeli mpaka mguu unatoa damu. Lakini anaona bado kuna uwepesi wa maisha, pamoja na kuumia, lakini bado uwepesi wa maisha unapatikana. Lakini leo watu wameanza kuzihama na hizo baisikeli. Wanataka kutembea kwa pikipiki, na pikipiki pia wanaanza kuzihama. Wanaona zinaumiza kifua, zina upepo, zina kadha, na zina ajali nyingi. Leo watu wanataka kutembea juu ya magari.
Lakini hata magari wanaona yamepitwa na muda, anataka apae juu angani, atembee ima kwa ndege na mfano wake. Leo mtu anaenda Dar es Salaam, anatoka hapa Singida anaenda mpaka Dodoma akiwa yuko kwenye gari. Anafika Dodoma, anaona gari inamchelewesha, anapanda SGR ili yawahi zaidi kufika. Na sasa hivi inatengenezewa njia mpaka ifike Mwanza. Kwa maana nyingine sasa, suala la watu kutembea kwa miguu linaendelea kufutika yauman baada yaumin, siku baada ya siku. Sasa yoyote atakayeacha kutembea kwa miguu, afya pia inamuacha. Min fawaidi almishi ma baina alibada wal afia. Mada yetu itakuwa faida ya kutembea baina ya ibada na afya. Yaani tutazungumzia faida ya kutembea katika ibada, lakini tutazungumzia faida ya kutembea kiafya. Tutazungumzia hali zote mbili. Rattaba shari' athawabi ala almishi ilaiha. Mweka sheria ambayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria, thawabu zinapatikana unapotembea kumwendea yeye. Allah ameweka sheria, thawabu zinapatikana unapotembea kumwendea yeye, kama fi sunani an Abi Aus an nabii sallallahu alaihi wasallam qala, kama ilivyokuja katika sunna kutoka kwa Abu Aus kwamba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man ghasala yawm aljum'a, yoyote atakayeoga siku ya Ijumaa, waghtasala, akajiogesha vizuri, wabakara wabtakara, akawahi na akajiwahisha, wamasha walam yarkab, akatembea kwa miguu hajapanda kipando, wadana minal imam, akasogea karibu na imamu, akaswali safu iliyoko karibu na imamu, wastamaa walam yalgha, akasikiliza khutba ya Ijumaa wala hajafanya upuuzi, hajafanya mchezo, kana lahu bikulli khutwatin ajru sana, katika kila hatua moja aloitembea anapata malipo ya mwaka mzima. Kana lahu, atakuwa mtu huyo, bikulli khutwatin, kwa kila hatua aloipiga kutoka nyumbani kwake mpaka msikitini, ajru sana, anapata malipo ya mwaka mzima, siyamaha wa qiyamaha, malipo ya funga ya mwaka mzima, malipo ya kisimamo cha mwaka mzima. Ni fadhila iliyoje mtu kutembea kwenda kwenye nyumba ya ibada. Tena mtu huyu wakati anaenda kwenye hiyo ibada ya Ijumaa ameoga. Hii inaonyesha kwamba siku ya Ijumaa kuoga ni sunna. Siku ya Ijumaa kuoga ni sunna. Usiende kuswali haujaoga, unanuka vikwapa na mfano wake. Akaoga na akajiogesha vizuri, sio kwamba labda amenyeshewa mvua. Kunyeshewa mvua hujaoga, sawa? Lakini wabakara wabtakara, akawahi na akajiwahisha. Unajua unaweza ukawahi kwa sababu wewe umebeba funguo za msikiti, unatakana uwahi kabla watu hawajaja ili uwafungulie, si ndio? Hasa wewe usemi umewahi kwenye Ijumaa, wewe umewahisha funguo, wewe umewahisha funguo za msikiti. Amewahi na akajiwahisha akiwa anakusudia kwamba nawahi Ijumaa. Au umewahi kwa sababu ulikuwa unakuja hapa madukani, kuna kitu unakuja kununua kabla ya Ijumaa, angalau utafute mbegu za mahindi ili baada ya Ijumaa ukitoka tu kuswali ukimbie kwenda kupanda. Hasa umeamua kuja kufanya shopping yako mapema kabla ya Ijumaa. Hapo haujawahi pia. Kuwahi ni kule unakusudia na wahi kwa ajili ya Ijumaa. Kwa sababu atakayeenda wa kwanza, yani atakayewahi saa ya kwanza anapata ujira wa ngamia. Amewahi saa ya pili anapata ujira wa ng'ombe. Amewahi saa ya tatu anapata ujira wa mbuzi. Saa ya nne anapata ujira wa kuku. Saa ya tano anapata ujira wa yai. Baada ya hapo zile suhufi zinafunikwa, hakuna chochote unachopata zaidi ya zile thawabu za Ijumaa peke yake. Kwa hiyo akawahi na akajiwahisha. Wamasha walam yarkab, akatembea kwa miguu wala hajapanda kipando mpaka akafika msikitini.
Wadana min al-imam, akasogea karibu na imamu. Wastamaa walam yalqa, akasikiliza khutba wala hajafanya upuuzi. Kana lahu bikulli khutwatin ajratu sana, katika kila hatua aloitembea analipwa malipo ya mwaka mzima. Tena qiyamaha wa siyamaha, kisimamo cha usiku na funga ya mchana mwaka mzima. Sawa na umesimama usiku mwaka mzima, sawa na umefunga mchana mwaka mzima. Hizi ni fadhila za kutembea kwa miguu kuja msikitini bila ya kupanda kipando. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Warataba shari ala dhalika jazaan adhiman, mweka sheria akaweka malipo makubwa sana kutembea kwa miguu unapokuja msikitini. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bashiril mashaina fi dhulami ila almasajidi bin nuri tamin yawm alqiyama. Hadithi aliyoipokea Imamu Tirmidhi, bwana mtume anasema wape bishara wenye kwenda misikitini wakati wa giza, yani kwenye swala ya Isha ni giza, swala ya alfajiri ni giza. Wape bishara wenye kwenda msikitini wakati wa giza, watapata nuru ilotimia siku ya Kiyama. Kutembea kwako gizani kwa miguu unaenda msikitini ni sababu ya kupata nuru ilotimia. Swari ladhi kana manzilatuhu ba'idan wa kana yamshi kama fi sahihi Muslim, kisa cha yule muanswari ambaye nyumba yake ilikuwa mbali sana na msikiti wa mtume na alikuwa akitembea kwenda kuswali akitembea kwa miguu, kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari, katika Sahih Muslim. Anasema kwamba qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min almasjid min, kulikuwa na mtu alikuwa mbali sana nyumba yake na msikiti. Hakuna mtu ambaye alikuwa mbali na msikiti kama yeye. Pamoja na umbali ule, wakana la tukhtiuhu salata, alikuwa hachelewi swala hata moja. Faqila la, akaambiwa law ishtaraita himaran rakibtahu fi dhalamat, akaambiwa laiti ukanunua hata punda uwe unampanda wakati wa usiku, wakati wa giza, unawahi kuja kuswali kwa kutumia huyo punda. Akashauriwa vile. Wa fi ramdha, na kwenye mawe zile kokoto zile unatembea gizani unazipiga unaumia, panda kipando. Qala ma yasurruni anna manzili ila janibil masjidi anni uridu an yuktaba li mamshaya ila almasjidi wa rujui. Asema kwanza, mimi sitaki nyumba yangu iwe karibu na msikiti. Mimi napenda nyumba yangu iwe mbali, niwe naandikiwa pale ninapotembea kuja msikitini na pale ninapotembea kurudi nyumbani, niwe naandikiwa thawabu wa kurudi kwenda na kurudi ila ahli, ninaporudi kwenye familia yangu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, qad jamaa Allahu laka dhalika kulla, Allah amekukusanyia hayo yote. Yani umepata ujira wa kwenda msikitini, umepata ujira wa kurudi nyumbani kwako. Hatua zote unazozikanyaga Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha kukusanyia. Warawa al-Imam Muslim aidan, na amepokea Imam Muslim pia vile vile, an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala, kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhi za Allah ziwe juu yao, amesema arada banu Salama ayatahawalu ila qurbi almasjid. Ukoo wa Banu Salama walikuwa mbali sana na msikiti, wakataka wasogee karibu na msikiti. Walbiqa'u alkhaliya, fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, habari hizi zikafika kwa mtume kwamba ukoo wa Bani Salama wanataka wasogee karibu na msikiti wa mtume. Yani kule wanataka wauze hayo maeneo waje wajenge karibu na msikiti wa mtume, ili wao wanadiriki swala pamoja na mtume, lakini ili wao wanamdiriki mtume wakati katika darasa zake zote. Habari zikamfikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Banu Salama wanataka kuuza makazi yao ya zamani, watafute makazi mapya karibu na msikiti. Faqala, akasema ya Bani Salama, bwana mtume akawaambia, enyi Banu Salama, diyarukum tuktabu atharakum,
diyarukum tuktabu atharakum. Akawaambia, enyi Bani Salama, nyumba zenu ziliko mbali kule mnaandikiwa athari zake. Nyumba zenu kuwa mbali mnaandikiwa athari zake. Kwa maana nyingine sasa, unapojengewa msikiti karibu na nyumbani kwako, usifikiri labda watu wamekupendelea kheri kubwa sana. Kaona alhamdulillah, wamenisikia kilio changu, nilikuwa naenda mbali, wamenijengea msikiti karibu na nyumbani kwangu. Hawa hawajakutakia kheri hawa. Unaona Kwa sababu tayari wamekupunguzia thawabu za wewe kutembea kwenda msikitini. Zile hatua unazozikanyaga wamekupunguzia. Hasa wewe utakuwa unaswali karibu na nyumbani kwako pale, hatua unazozikanyaga ni chache. Hatua 5 huko msikitini. Mwenzako ametembea hatua 50. Hasa hawa walie kujengea msikiti karibu na kwako wamekudhulumu ujira wa kutembea. Wamekudhulumu ujira wa kutembea. Kwa hiyo Mtume aliwaambia Banu Salama, enyi Banu Salama, diyarukum tuktabu atharakum, diyarukum tuktabu atharakum. Nyumba zenu kuwa mbali, makazi yenu kuwa mbali, mnaandikiwa athari yake. Makazi yenu kuwa mbali, mnaandikiwa athari yake. Wakana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu idha masha, na alikuwa Anas bin Malik radhi za Allah ziwe juu yake, anapotembea, yuqaribu baina alkhutwa litakthura khutwahu ila almasjid, anatembea hatua za karibu karibu ili ziwe nyingi anapoenda msikitini. Yani akanyagi mbali namna hii ili kusudi afike mapema. Anapoenda msikitini, huyu ni sahaba huyu Anas bin Malik, anakanyaga zile hatua za karibu karibu ili ziwe nyingi. Badala ya kukanyaga hatua 50 akanyaga hatua 100, ili kila hatua aandikiwe thawabu. Anatembea zile hatua za karibu karibu. Sawa jamani, huyu ni Anas bin Malik. Nini? Ili aendee katika yale malengo aliyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila hatua moja unaandikiwa. Anataka apate thawabu nyingi. Kwa hiyo akawa anafanya hivyo Anas bin Malik. Kama warada fi sahih al-Bukhari, kama ilivyopatikana katika Sahih Bukhari, a'dhamu nasi ajran fi salati ab'aduhum fa ab'aduhum mamshaya. Imekuja katika Sahih Bukhari kwamba Bwana Mtume amesema, a'dhamu nasa ajran, watu wenye malipo makubwa zaidi, fi swala, katika swala. Yani tukija kuswali hapa, watu wenye malipo makubwa zaidi, ab'adahum fa ab'adahum, wale wambali kisha wambali zaidi, mamshaya, katika kutembea, sio kwenye kupanda kipando. Ab'adahum fa ab'adahum mamshaya, wambali kisha wambali zaidi kwenye kutembea. Hao ndio wenye malipo makubwa zaidi. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, imekuja katika sahih mbili, Sahih Bukhari na Muslim. Abu Hurairah radhi za Allah ziwe juu yake amesema, kullu khutwatun tamshiha ila salati sadaqa, kila hatua unaoikanyaga kwenda kwenye swala unapata sadaka, unahesabika umetoa sadaka, unapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na maneno haya wameyapa nguvu zaidi pia katika maimamu wakubwa, akiwemo Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Akasema, amma al-khuruji ila al-badia, ama kutoka kwenda sehemu za nje ya mji. Hapa sasa tumemaliza faida za kutembea kwa miguu tunapoenda kwenye ibada. Hapa tumeondoka. Tunakuja faida za kiafya. Kwenye ibada tumeona thawabu zake ni hizo, na inapendeza mno mtu kwenda kwenye ibada utembee kwa mguu. Sasa tuende katika afya. Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala anasema, amma al-khuruji ila al-badia ahyanan linuzha, ama kutembea kwenda kwenye mapori, kwenye mashamba, wakati mwingine kwa ajili ya matembezi, wanauahu, na mfano wake fi awqati rabia, katika wakati wa kijani. Kama sasa hivi mnaona ukitembea huko barabarani unaona mimea imestawi, inapendeza. Hata njiani wakati tunakuja hivi, shekhe mmoja alikuwa ananiambia, angalia hayo mahindi yanapopendeza. Naona mvua mwaka huu ni ndogo, lakini mahindi yanaenda vizuri sana. Angalia yanapopendeza, ya kijani mpaka kile kijani cheusi. Hasa tunaambiwa hivi, ama kutembea kwenda kwenye maeneo kama haya wakati wa rabia,
wakati wa Rabia ni wakati wa masika kama hivi sasa. Asema wama ashbaha, na yanayefanana na haya, faqad warada fihi rukhsa, imepatikana ruhusa katika sheria. Kwa hiyo unapoona wazungu wanatoka kwao kule waliko wanakuja kufanya utalii kwetu huku, tena wanapoenda wanaingia Serengeti pale, wanajifanya wanaangalia mbuga za wanyama na nini, wakati mwingine wanaangalia hata yale mazingira, kijani cha miti na mfano wake. Wakati mwingine wanaangalia mazingira, kuna baadhi ya maeneo hata mimea haipatikani, hata kile kijani hakipatikani, na kijani kinaleta rutuba ya macho. Ndio maana hata Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea peponi tutavalishwa nguo za kijani. Allah anatuambia aliyahum thiyabu sundusin khudhurin wa istaburaq, nguo zao ni za ghali, za sundusi, khudhuri na istaburaq, lakini ni za kijani. Wa ullu asawira min fidda, kijani ambacho hakijawahi kuonekana kwa yoyote yule. Sio kijani hichi, sawa, kijani ambacho ni kijani haswa cha asili. Hichi ni musjat. Hasa tunaambiwa hivi, kutoka kwenda kwenye maeneo haya sheria imeturuhusu. Wewe kutoka kwenda kwenye utalii mahala pa kijani panapendeza, sheria imekuruhusu. Kwa mfano utoke hapa uende ukafanye sayaha sehemu za wapi, ukienda maeneo ya ziwa, kanda ya ziwa, ukienda kule unakutana na kijani cha mgomba wa ndizi unavyopendeza, mpaka wewe mwenyewe unaona raha, unavutiwa. Ukitoka wakati wa Rabia, wakati wa masika yale, ukaenda maeneo ya Lushoto na mfano wake, unavutiwa mpaka unapendeza. Allah anapoteremsha maji kutoka juu mbinguni yakija ardhini, yanachanganyikana na mimea ya ardhi, yanaotesha ardhi inakuwa ni hai. Maji yanaleta uhai, na ndio maana tunashauriwa kunywa maji mengi katika afya. Miongoni mwa mambo ambaye hatakiwi kuyaacha binadamu ni kukithirisha kunywa maji. Yaani wewe usiseme mimi maji bwana, mimi huwa na hata nikinywa kidogo inatosha. Hapana. Maji yanaondosha sumu zilizoko mwilini. Daima yatakana mtu anywe maji. Kuna mtu amalizi lita moja ya maji kwa siku. Huyo mtu tunasema ni mvivu. Yatakana kwa siku angalau unywe kuanzia lita moja na kuendelea. Kama unaweza kunywa galoni, wewe kunywa, madamu mwili wako unakuruhusu kunywa maji. Kwa hiyo maji yanaleta uhai na yanaondosha maradhi mengi katika mwili. Wa khadhiratu, na kijani. Kijani kinapokuwa kimeenea kote, basi wakati huo kinaleta uhai. Unaleta uhai wa mwili, unaleta uhai wa nafsi, unaleta uhai wa nini, wa roho. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia juu ya kamathali ghaithin a'jaba al-kufaru nabatu thumma yaiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Mfano wa zao mashamba yanavyomstaajabisha mkulima, akienda shambani anastaajabu, anafurahi. Kule kustaajabu na kufurahi, tayari anapata afya ili anapata afya ya roho, anapata afya ya nafsi pia vile vile. Walwajhul hasan, na miongoni mwa vitu vinavyoleta afya kwa binadamu ni kutizama uso mzuri. Kutizama uso mzuri, yaani angalau, ndio maana hata sheria ya dini katuambia unapoenda kuoa, sio tu ukatizama dini ukasema huyu ni mcha Mungu sana na muoa kwa ucha Mungu wake inatosha. Tukaambiwa muangalie na sura yake. Sio, unaelewa? Muangalie na nini? Na sura. Yaani mwanaume amwangalie huyo mwanamke sura, na mwanamke amwangalie huyo mwanaume sura. Kuna watu wengine ukimtizama unaanza kulia badala ya kucheka. Hasa ukianza kulia manake afya imeharibika. Unaona? Unaharibu afya. Yaani mwili wako unasinyaa. Kwa sababu sena huyu bwana sijui kama nilimuokota kwa bahati mbaya, ya Rabbi. Unaona? Hasa yatakana uangalie na uso ulie mzuri. Miongoni mwa vitu vinavyovutia na kupendeza ni kutizama uso mzuri. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma manabii wote walikuwa na sura nzuri. Hakuna nabii hata mmoja alikuwa na sura mbaya mbaya ya kutisha. Hakuna. Nini maana yake? Hata wale wanaomtizama wanapata ile jadhaba. Yaani kunakuwa na mvuto. Mvuto unapatikana. Hasa mtu ukimtizama unageuka upande wa pili, unaanza kudogwa na machozi, ya Rabbi. Samahani jamani. Unaona?
Waqala Abqarati, mmoja katika wanawachuoni anaitwa Abqarati, anasema man lam yabtahiju li ru'yati rabi' wala yatarawwa binasimi asharihi fahuwa adimu hissin au saqimu nafsi. Yoyote yule ambaye hatofurahishwa kwa kutizama masika, kwa kutizama kijani kinachovutia kule mashambani, mwingine amepanda harage linapendeza, mwingine muhindi anapendeza, unaona, mwingine kiazi, mwingine kadha, yoyote asiyevutiwa na vitu hivi, huyu mtu amekufa hisia. Asiyevutiwa na vitu hivi amekufa hisia, manake hana hisia. Huyu wakati mwingine hata akimuona mke mzuri anaweza asisisimuke pia. Wa hadhihi nasihatun min mukhtasi bi athari almishyi fi tahsini as-sihhati nafsiyya. Hizi ni nasaha za ufupi zinazotokana na kwanza kutembea na kuleta afya ya nafsi. Unapotembea kwenda kufanya utalii, sayaa, wakati mwingine ukiwa na vipesa vyako unafanya hata utalii mara moja. Unaona, unafanya tour moja, unaenda kwenye utalii, ima kwenye mbuga za wanyama, ima kwenye mapori fulani fulani, ima kwenye kilimo fulani. Ukifanya vitu kama hivi, lakini usisahau, kama wewe ni mwanaume, usisahau kumchukua na mke wako ili angalau mkapate afya wote. Sawa, Usisahau kuwachukua hata watoto. Ndio maana watu wenye pesa zao, wenye mazingira mazuri, zile siku za weekend mtu anatoka, anajaza magari mafuta, anaenda kutembea na watoto wake, anaenda kutembea na familia yake na wake zake. Kule kunaleta afya. Afya ya nafsi, afya ya mwili, kunaleta afya ya macho pia vile vile. Kunaleta afya ya vitu kama hivi. Waqad sa'a fi alhadithi an Shurayh al-Harithi qala, imesii katika hadithi kutoka kwa Shurayh al-Harithi amesema, qultu li Aisha radhiyallahu anha hal kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yabdu, nilimuuliza Aisha, je, mtume alikuwa akitoka kwenda kwenye matembezi sehemu za kijani na mfano wake? Qalat na'am, Aisha akasema ndiyo. Kana yabdu ila hadhihi at-tala', mtume alikuwa akienda paka kwenye milima fulani, katika sehemu ile ya milima fulani ambayo ina miti ya kijani, alikuwa akienda kule bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ajili ya kwenda kujiridhisha. Waqala Salama ibn al-Akwa radiyallahu anhu, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, Salama anasema nimemsikia mtume akisema, ibdu ya Aslam, tembeeni, nendeni kwenye sehemu za kijani za kuvutia ewe Aslam. Asema fatanassamu riyah, mkapate upepo mzuri, wastakannu ash-shi'ab, mkatulizane kwenye mabonde kule. Faqalu inna nakhafu ya Rasulullah ayadhurrana dhalika fi hijratina, wakamwambia bwana mtume, si tunaogopa tukienda kule kutembea kule, basi tutakuhama wewe, tutakuwa mbali na wewe, na sisi tunatamani daima tuwe na wewe. Faqala, bwana mtume akawaambia, antumul muhajiruna haithu kuntum, bwana mtume akawaambia, nyie msiogope kuwa mbali na mimi, nyinyi ni wahajirina, mahala popote muwapo nyinyi mnahesabika ni wahajirina tu, ninyi katika muhajirina. Antumul muhajiruna haithu kuntum, ninyi ni muhajirina mahala popote muwapo. Hapa tunahesabu kutembea, unaenda unatembea, unaangalia mazingira. Wa mimma yunsabu li Ali radhiyallahu ta'ala anhu, imenasibishwa kwa Ali ibn Abi Talib radhi za Allah ziwe juu yake, alikuwa akisema, annahu amara bil mishyi ba'da al-isha. Ali ibn Abi Talib amewaamrisha watu watembee baada ya kupata asha, baada al-isha wal asha, baada ya kuswali swala ya isha na ukapata chakula cha jioni, Ali ibn Abi Talib aliwaamrisha watu watembee. Ikawa ni amri kutoka kwa kiongozi, ukila chakula cha jioni, umeswali salatu al-isha, tembea. Akawaamrisha watu kufanya hivyo. Qala Ibn Qayyim akasema, wasahihu anna dhalika min kalami al-Harithi ibn Kilda, ilivyo sahihi haya ni maneno yanayotoka kwa nani? Yanayotoka kwa al-Harithi ibn Kilda. Alikuwa ni tabibu al-Arab, alikuwa ni daktari wa Waarabu. Wanaqalahu al-Ghazali, na ameyanukuu maneno hayo Imamu al-Ghazali fil Ihya, katika kitabu al-Ihya, an baadhi al-atiba, katika baadhi ya madaktari. Wa dhakarahu al-Yaqubi fi kitabihi al-Adab,
Imamu al-Yaqubi katika kitabu chake cha adabu akasema, ijtanibul manama qabla an tamshi 100 khutwatan idha taghasha. Akasema hivi Imamu al-Ghazali akasema, jiepushe na kulala baada ya kupata chakula cha jioni. Jiepushe na kulala baada ya kupata chakula cha jioni mpaka kwanza utembee hatua 100. Mpaka utembee hatua 100 ngapi? Jiepushe na kulala baada ya kula jioni mpaka utembee hatua 100 ngapi? Hatua 100. Ndipo uende ukafanya nini? Kama ni kuoga uoge kisha ulale. Yaani usilale kabla haujatembea zile hatua 100. Tena wakasema ikiwezekana tembea haraka haraka hizo hatua 100. Wakana yamshi hafian ahyana, na mpaka Bwana Mtume alikuwa akitembea peku wakati mwingine, anavua viatu anatembea bila viatu. Wanasema inatibu mpaka dimagh, mpaka sehemu za ubongo. Yaani ukitembea bila viatu ukatoka kwenye ardhi yenye mawe mawe kama hii, kila unavyohisi yale maumivu ya kwenye miguu chini yanapanda mpaka juu kichwani, yanaweka baadhi ya mazingira ya akili vizuri. Sawa jamani, Ile mishipa inapohisi chini inahisi mpaka kwenye ubongo. Kwa hiyo baadhi ya mishipa ya akili inakaa sawa. Wa hiya sifatu mina sunnati nabawiyya. Hii ni sifa katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo chukueni nyinyi mnaumwa ovyo ovyo mara nyingi. Chukueni hii afya kuanzia leo. Sawa Chukueni hii afya kuanzia leo. Nunueni afya hii. Usisubiri mpaka uende hospitali alafu daktari anakupangia anambia tembea mpaka kwenye ule mti rudi tena. Tembea mpaka kwenye ule mti rudi tena. Kule kutembea kule anyakufanyisha mazoezi alafu unalipa 500 unaruhusiwa baada ya wiki moja. Yani hajakupa kidonge ni kutembea tu, akakudanganya na Panadol 2 halafu ukasema nimetibiwa. Umetibiwa kwa kufanyishwa tu mazoezi ya kutembea. Laiti ungeyafanya nyumbani kwako usingetoa hata shilingi 1, lakini unaenda kununua mazoezi ya kutembea kwa kutoa 500. Kwa hiyo sasa haithu kana nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaamuru ashabahu bilmishi hufatan ahyanan. Paka bwana mtume alikuwa akiwaamrisha maswahaba watembee peku, wakati mwingine wavue viatu. Mpaka imekuja katika sunna ukikatikiwa na kiatu kimoja ulivyokuwa umevaa viatu, kikatika kimoja sheria inakuambia uvishikilie vyote. Sawa, sio kwamba mwili mmoja, mguu mmoja unapata matibabu, mwingine unapata maumivu. Utembee peku kwa miguu yote miwili. Hii ni sunna. Ukikatikiwa na kimoja vua vyote. Unaona? Wayumarisuha huwa nafsahu. Na bwana mtume alikuwa akifanya hivyo yeye mwenyewe. Tena alitilia muhimu sana. Litawadhu'i wa kasri nafsi, kwa ajili ya unyenyekevu na kuivunja nafsi. Usione wewe wakati wote uko kwenye ufahari, uko juu ya gari, uko juu ya bodaboda, uko juu ya baiskeli, uko juu ya viatu vizuri. Hapana, tembea peku wakati mwingine ni kasri nafsi. Unaona, kuirudisha nafsi chini. Wabtiadu anitarafi almufrid, na kujiepusha na kujiweka juu kiasi ambacho unapindukia. Lakini pia hadha alfi'lu yuaddu min as-sunan al-mahjura. Hichi kitendo kinahesabika ni katika sunna zilizohamwa na watu. Wa sunna hiya ayajba al-insanu baina al-mishyi bin-ni'ali ahyanan wal-mishyi hafiya baina al-qadamaini ahyanan. Na sunna ni wakati mwingine mtu atembee kwa viatu, wakati mwingine atembee peku. Pamoja na kwamba watu watakushangaa. Unaona? Lakini unafanya mazoezi, lakini unapata thawabu kwa kumuiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, kuna maana na umuhimu wa kutembea peku mara nyingi. Kama tulivyosema, miongoni mwayo ni kuifanya nafsi kuwa pamoja na wale watu wa chini. Miongoni mwayo ni kupata matibabu ambayo yanaingia mwili mzima. Kwa sababu ukitembea peku mwili unahisi mwili mzima. Yaani ukikanyagwa hata na kale kamwiba kadogo hapa chini au jiwe likakubinya chini, yale maumivu yanajihisi mwili mzima. Unaona? Mwili mzima yani. Hasa unapata yani mwili wote unakuwa umeshtuka vizuri. Unaona? Lakini pia vile vile
Iktidau bin nabii sallallahu alaihi wasallam ni kumwiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akitembea peku wakati mwingine. Lakini pia tunakatazwa kujiweka juu daima muda wote. Wakati mwingine unapotembea peku au unapotembea kwa miguu hujapanda kipando, unajifananisha na wale wa chini, wanaona mbona tunafanana na kina fulani pia, nayo sio mbaya, na yeye mwenyewe pia utembea kwa miguu wakati mwingine. Naam, lakini pia kuna dalili nyingi. Miongoni mwa hadithi ni hadithi ya Abdullah ibn Buraida anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yaamuru ashabahu an natahaffi ahyana. Bwana mtume alikuwa akiwaamrisha maswahaba zake watembee peku wakati mwingi. Na hadithi nyingine ni ya Fadhala ibn Ubaidi alladhi saala amira, aliyemuomba kiongozi, yamshi hafian faqala lahu, akitembea peku akamwambia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an kathirin min al-itraf, mtume alikuwa anatukataza sisi kujiweka juu muda wote. Wa kana yaamurana an natahaffi ahyanan, na alikuwa akituamrisha tutembee peku wakati mwingine. Sasa man taraka al-mishya tarakathu al-afia, ukiacha kutembea umeacha afya. Ukiacha kutembea umeacha nini? Afya. Wewe ukijifanya wewe uko kwenye vipando muda wote, daima umeacha afya. Leo akina mama wanaenda gulioni mpaka waite bodaboda nyumbani. Waite bodaboda nyumbani. Wakati mwingine wanaingia kwenye haramu zisizokuwa na sababu. Unaona Mara unabebwa na mwenye bodaboda. Kile kiti chenyewe cha kukalia kimenyanyuliwa namna hii. Ukikaa unaenda unamlalia namna hii. Unaona Anaanza kuangalia hapa ni saa 6 au saa 10. Hasa haya ni makosa makubwa, wakati mwingine tunajitafutia bila sababu. Unaona? Kama gulio liko karibu, nenda kwa miguu. Unaona? Nenda kwa miguu. Mashine iko karibu, nenda ukasage, tembea. Unaona? Kwa hiyo hivyo ndo sheria inatutaka. Atakayeacha kutembea ameacha afya. Hiya hikmatun shai'atun, hii ni hikma ambayo imeenea, tuadda ala anna alharakata wan nashatu albadani, inahisabika kufanya harakati na nashati za kimwili, wa khaswat almishi, hasa kutembea, riyadhiyani, hayo ni mazoezi, lihifadhin ala sihhati albadania, ya kuhifadhi afya ya mwili. Hayo ni mazoezi ya kuhifadhi afya ya mwili, wa nafsia, na kuhifadhi nafsi. Bitarki almishi yuaddi ila dha'fi aladhalati, kwa kuacha kutembea inapelekea kudhoofisha viungo vya mwili. Leo angalia mtoto wa mjini alivyozoea starehe na mtoto wa kijijini ni tofauti. Mtoto wa mjini anaenda shuleni, anapelekwa na bodaboda, anapelekwa na bajaji, anapelekwa na gari. Mtoto wa kijijini anaenda shule, anakimbia kwa miguu, wakati mwingine ameagizwa maji, amebeba kibuyu, ameagizwa jembe, amebeba na jembe, ameagizwa na ukuni, ameagizwa na mbolea. Vyote hivi amevibeba na madaftari yako mgongoni. Anakimbia kwenda shule, anatembea. Hasa mtoto huyu wa kijijini hafanani na mtoto wa mjini hata siku moja. Hata kimaradhi, mtoto wa mjini anaumwa ovyo ovyo. Mtoto wa mjini tu mafua menyewe yanampeleka, anaenda kulazwa hospitali. Sawa Lakini mtoto wa kijijini hana shida, kamasi linatoka mpaka linadondoka lenyewe, mwenyewe anaenda zake, hana shida. Unaona Yaani linatoka mpaka linadondoka lenyewe, hana shida. Anaona wala sio ugonjwa kwake, ni jambo la kawaida. Mtu anatembea hapa, anaenda mpaka Meria, anarudi na yuko vizuri. Lakini mtoto wa mjini anatoka hapa, hafiki pale Ghata pale, hafiki, anashindwa. Kwa hiyo tunaona wazi kwamba mtu akiacha kutembea anadhoofisha mwili, wa ziyadatu khatiratul amrad, na kuongeza maradhi yanaongezeka ya hatari, mithlu sukari, mfano wa maradhi ya sukari. Ukiacha kutembea unakaribisha maradhi ya sukari. Leo watu wengi wanaumwa kisukari. Leo watu wana maradhi ya kisukari mpaka watoto wadogo, kwa sababu ya kuacha kutembea wakati mwingine. Lakini wanapata maradhi wa amradhul qalbi. Mara nyingi watu wanapata maradhi ya moyo kwa kuacha kutembea. Mtu hana ile misukosuko daima, anapata maradhi ya moyo. Bainama almishyu almajani, ili hali kutembea ni bure. Utaenda kutibu kisukari kwa maradhi kwa pesa nyingi,
utaenda kutibu magonjwa ya saratani kwa pesa nyingi, magonjwa ya moyo kwa pesa nyingi, na wakati ilitosheleza kutembea ukaondosha yale maradhi yote. Kwa hiyo laiti mtu akakithirisha kutembea, majasho yakamtoka daima, basi hawezi akapatwa na maradhi mengi katika mwili wake. Walfaali yualiju wa yaqi min aladidi min alamradhi wa yahsinu almizaj, bali kutembea inaondosha maradhi mengi na kujikinga na maradhi mengi hayapatikani unapokuwa unatembea. Faida za kiafya za kutembea ni taazizul qalbi, ni mtu kukomaza moyo. Unajua kila kitu kina faida na hasara zipo. Kutembea sana ni hasara, lakini kutembea kwenye kiwango kuna faida. Wanawachuoni wanatuambia, akiwemo Ibnul Qayyim amewahi kuzungumzia mpaka faida hata za mtoto mdogo anapokuwa analia. Wakati mwingine sisi tunapoona mtoto mdogo analia tunaona kama vile anateseka, si ndio? Lakini mtoto mdogo anapolia anakaza, haya mashavu haya yanakomaa, sawa mapafu yanatanuka, sawa mpaka zile figo zinaimarika, si unaelewa? Wakati mwingine analia kabisa mpaka anakata mkojo, unaona sasa anakomaa kisawasawa, yani mpaka jasho linamtoka. Unaona, tusiende tukawaacha watoto wakalia, sawa unaona, yani pale anapolia kunapatikana faida, pamoja na kwamba hasara pia zipo, sawa jamani Kwa hiyo unapotembea pia unaimarisha mwili wako, misuli inakomaa, unakuwa imara, unatoa sumu mwilini, majasho yakitoka maradhi yanaondoka. Yazidu fi layaqatul qalbi wa awiyatu ad-damawiyya, inapelekea pia inazidisha kukomaza ule moyo, lakini hata ile mishipa ya damu inaimarika, inakuwa vizuri. Wa yuqallilu makhatiri amradhi alqalbi, na inapunguza maradhi mengi ya moyo. Wa saktatu ad-dimaghiyya, na wakati mwingine hata mtu ubongo wakati mwingine unatulia, haufanyi kazi. Hasa unapotembea daima, muda ubongo unafanya kazi daima, unakuwa udongo wako huko na nashati, ubongo haulali. Naambiwa sasa huyu mtoto naye akili imelala sana huyu. Yawezekana atembee, mpe mazoezi ya kutembea, unaona anachangamka. Shuleni asubuhi wakati mwingine tulikuwa tukisoma, kabla hatuja madarasani kuna siku ya mchaka. Au nyinyi hamjapitia hivi vitu? Wenyewe mnafikiri hao walimu walikuwa wanatutesa? Asubuhi mnakimbia mchaka. Ili msichoke, anapatikana mmoja anaimba, alafu nyinyi mnaitikia, si ndio? Au hamjawahi kufanya haya? Si tulikuwa tunafanya? Michezo ni upendo, michezo mama ni upendo Mnakimbia, si ndio hivyo? Huko kote alikuwa anaiweka akili ya mwanafunzi vizuri. Anapoingia darasani akili inashika masomo, imeshachangamka. Mwingine akili imelala, sawa Akiingia darasani yuko vizuri, amechangamka, hata anaweza kumuelewa mwalimu anachokizungumza. Kwa hiyo walimu walikuwa wanamweka mwanafunzi attention kwa ajili ya kuja kupokea masomo. Mwalimu anamweka mwanafunzi tayari, awe na utayari wa kupokea masomo. Kwa hiyo kule kukimbizwa kule shuleni sio adhabu. Wengine walikuwa wanajificha wakati wa mchaka. Hawajui kwamba ni mazoezi mazuri, yanamweka mwanafunzi kukaa sawa kwa ajili ya kupokea masomo. Kama yuqallilu min tasallubi asharayin, pia vile vile kutembea sana inapunguza hata yale magonjwa ya kupooza, ya kuparalyze, mwili kuwa baridi na mfano wake, haya yote yanapungua. Lakini atahakumu fi amradhi almuzmina, kumaliza yale maradhi ya kudumu. Kuna maradhi mengine ya kudumu. Yusaidu fi idarati halati irtifai dhaghti dami wa sukari, inapelekea wakati mwingine mtu kuwa na shindikizo la damu, mtu kuwa na sukari, lakini anapokuwa anatembea hayo maradhi yanaondoka. Taqwiyatul jismi wa dhihin, kukomaza mwili na akili na komaa. Yuqawi alidhami, inakomaza mifupa, inakuwa ni imara. Yuhsinu tawazun, uzito unakuwa vizuri. Yani wewe unajisifu na kilo 110. Yani unaona ni raha sana kuwa na kilo 110. Kwani wewe ni ng'ombe bwana? Utaenda kuuzwa wewe? Una kilo 120. Zote za dini. Unaona?
Yaani wewe unashindana na wanyama, yani kuwa na kilo nyingi. Unaenda kuuzwa shilingi ngapi yani? Yaani kutembea kule inaupa mwili balance hata ule wa afya na uzito. Yaani uzito unaendana na mwili wako. Unaona wakati mwingine mtu anakuwa na afya mpaka anashindwa kutembea. Anashindwa. Ukimtisha tu hawezi kukimbia anaanguka. Unaona? Yaani mpaka uje umuamshe, muanze kumuamsha. Hawezi. Hasa mtu wa namna hii, ndio maana imekuja katika baadhi ya riwayati kwamba bid'a ya kwanza kuzushwa ni watu kuwa na vitambi virefu. Unaona eh? Maneno ya Aisha haya, bid'a ya kwanza kuzuka ni watu kuwa na matumbo marefu. Wewe ni nini? Maswahaba walikuwa ngangari, wanatembea, wako kwenye vita, wanakimbia, wanaruka na mafarasi na mfano wake. Kitambi kitatoka wapi? Daima mtu yuko kwenye mikiki. Wala hawahesabii mambo ya kupima kilo za nini? Unaona? Wewe kila siku ngoja mwezi huu nikaangalie kilo zimenyanyuka kiasi gani. Za nini zote? Unaona? Kwa hiyo hayo pia yanapunguza hali kama hiyo. Kuna mambo ambayo ni muhimu ilikuwa, lakini pia yanaleta ule unene ambao unaendana na mwili wako, lakini na uzito wako unakuwa sawa. Wa yuharriqu ad-duhun, inaunguza yale mafuta. Mafuta yanaungua kwenye mwili. Mishiu dawa'u majani, kutembea ni dawa ya bure ambayo huilipii chochote. Hii ni tiba ya bure ambayo hospitali mnainunua. Unaenda unafanyishwa mazoezi, unatoa pesa. Lakini mishiu huko kutembea huko, laiti watu wangelijua, wangefanya zoezi hili la kutembea daima, wangeacha kwenda kunyang'anywa pesa zao hospitali daima, au siku zote wanaenda kunyang'anywa pesa zao bila sababu yoyote. Wanawachuoni wakazungumzia kutembea kwa aina kadhaa. Miongoni mwa hizo aina ambazo nataka nimalizie, nimebakiwa na dakika 6, ni wanawake kutembea hasa wakati wa ujauzito. Na hili leo unaenda hospitali, unakuta wale wanawake walioenda kujifungua, kumbe muda wao ulikuwa bado haujafika, wanatolewa nje wanaenda kutembea. Unakuta wanawake wajawazito wamefuatana 3 4, wanatembea. Sawa? Wanaenda wanarudi, wanaenda wanarudi. Faida zipo zinazopatikana kwenye kutembea kule. Miongoni mwa faida wanazozisema wanawachuoni, kabla hata huu muda wa kujifungua, yani mwanamke anapokuwa ni mjamzito anakuwa ni mwenye kutembea mara nyingi, inampelekea faida zifuatazo. Miongoni mwa faida wanasema kwamba anaondosha yuqallilu alamu adh-dhahri, anapunguza maumivu ya mgongo. Maumivu ya mgongo yanapungua. Hilo la kwanza. La pili, anaondosha lile shindikizo la damu ambayo pengine inaweza ikawa ina madhara, inaondoka. Lingine, anaondosha kitu kinaitwa kifafa cha mimba, ambaye mara nyingi wanawake pia wanakutwa na hili. Mwanamke anapokuwa anatembea mara nyingi, hii inaondoka. Lakini la tatu, lingine, yusahilu majiril wilada, inamwepesisha wakati wa kujifungua. Yani portion zinapungua. Wakati wa kujifungua inakuwa kwake ni ashal, ni kwepesi. Kwa hiyo unapoona mwanamke ni mjamzito hataki kufanya mazoezi, daima mwenyewe amelala, mlegevu na nini, inapelekea sababu ya kufanyiwa operation wakati wa kujifungua. Kwa hiyo haya yote haya wameyazingatia, mpaka madaktari wanayafahamu vyema. Unaenda hospitali, badala ya kulazwa kwenye kitanda usubirie muda wa kujifungua, unatolewa nje unafanyishwa mazoezi. Unatolewa nje unafanyishwa mazoezi. Hapa unafanya maandalizi ya kujifungua. Unaona? Kwa hiyo haya yote wamesema pia yana faida kama hizo kwa wanawake. Na wakasema wanawachuoni kwamba miongoni mwa masafa ya kutembea kwa mwanamke ambaye ni mjamzito, yatakana aanze kidogo kidogo, yani asianze kutembea masafa marefu sana. Aanze kuanzia na dakika 15. Dakika 15 za kutembea. Ataendelea kuongeza kidogo kidogo mpaka afikishe dakika 30. Mpaka dakika 30 za kutembea daima, awe anafanya mazoezi hayo ya kutembea. Hizo dakika zinamsaidia kila siku asipunguze dakika 30 za kutembea. Yani kuanzia na 30 na kuendelea. Lakini aanze kidogo kidogo kuanzia dakika 15 na kuendelea. Hizi zitamsaidia mambo mengi, hasa wakati wa kujifungua na mfano wake. Lakini kuna athari ya mwisho ya kutembea. Hii inawahusu wanaume pia. Kama nilivyosema, wanawake inawahusu hii wakati wa kujifungua,
lakini kupunguza uzito, unene usiyekuwa na sababu, mafuta ya mwilini kujaa bila sababu. Kuna athari nyingine ya wanaume ambayo pia vile vile wanaipata pale wanapokuwa wanatembea sana. Moja ni kuondosha maumivu ya mgongo. Pili ni kuwa mwepesi. Tatu, kuondosha shindikizo la damu mara kwa mara. 4, akili kuwa ni mchangamfu. Haya yote ni miongoni na faida zinazopatikana na kutembea. Kwa hiyo kutembea jamani, kuna faida nyingi, zilikuwa bado zinaendelea, lakini sasa nimeambiwa muda umeisha. Hadha wa billahi tawfiqi wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.